Habari yako mpenzi mtazamaji wa Ewura Podcast. Karibu tena kwenye episode nyingine ya podcast hii. Jina langu ni Janet Mesomapia na kama kawaida huwa tunakuletea mahojiano, majadiliano na wataalamu wetu mbalimbali kutoka Ewura. Tukiwa tunazungumzia mambo mbalimbali ya sekta ambazo zinadhibitiwa na Ewura. Ni sekta hizi ni za maji pamoja na za nishati. Nishati zina sekta zake ndogo humu ndani na wataalamu mbalimbali huwa wanakuja kutoa ufafanuzi na elimu kuhusiana na masuala mbalimbali. Na leo tuna bahati ya kuwa na mtaalamu kutoka Ewura. Atajitambulisha vizuri, lakini tutakwenda kuzungumzia masuala ya gesi asilia. Engineer Kiondo. Naam. Karibu sana. Asante sana. Habari yako? Salama kabisa. Karibu kwenye Ewura Podcast. Hapa ndo tunazungumziaga mambo yote ya Ewura, nishati, Ewura, maji na sekta ambazo Ewura inasimamia. Labda kwa kuanza, ujitambulishe wewe ni nani na Ewura unafanya nini? Alafu tutaenda moja kwa moja kwenye mazungumzo yetu. Mimi naitwa Hina Kiondo, ni mhandisi mkuu gesi asilia. Niko Ewura, tunasimamia gesi asilia katika mkondo wa kati na mkondo wa chini. Ewura kama unavyojua inasimamia sekta hiyo kuanzia uchakataji wa gesi kutoka huko zinapozalishwa, usafirishaji, usambazaji na mwisho inasimamia swala la usimamizi wa bei kwa watumiaji. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba Ewura kwenye upande wa usimamizi wa gesi asilia inasimamia utoaji leseni pamoja na utoaji wa vibali vya ujenzi katika maeneo ya uchakataji gesi asilia, usafirishaji, usambazaji pamoja na eneo la vituo vya matumizi ya gesi asilia ambayo imeshindiliwa na tunaita CNG. Pia Ewura inasimamia swala la usalama kwenye mazingira hayo ya shughuli yote ya mnyororo mzima wa shughuli za gesi asilia katika maeneo ya uchakataji, usambazaji pamoja na usafirishaji wa gesi asilia. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba shughuli inafanyika katika usalama unaotakiwa, wafanyakazi wakiwa katika mazingira bora, lakini pia pamoja na kufuata taratibu na sheria za usimamizi wa gesi asilia katika maeneo hayo ya mnyororo wa thamani wa gesi asilia. Pamoja na hayo, Ewura inahakikisha kwamba inaandaa miongozo na kanuni ili kuhakikisha kwamba biashara nzima inafanywa kwa utaratibu na kufuata tunasema best industry practice ili shughuli yenyewe iwe katika utaratibu mzuri. Kwa hiyo tunaandaa kanuni za kwenye eneo la uchakataji, usambazaji, usafirishaji pamoja na gesi iliyoshindiliwa kwa maana ya CNG. Pamoja na hayo pia Ewura inatoa inahakikisha kwamba watumiaji wanafaidika na hiyo mnyororo mzima wa gesi asilia, kwa maana kwamba tunahakikisha kwamba huduma inatolewa katika ubora unaotakiwa. Lakini tunapokea na malalamiko na migogoro inayotokea ikiwa wateja wana malalamiko yoyote. Kwa kifupi naweza kusema ni hivyo. Safi sana. Umegusia vitu vingi kwenye maeneo ambayo Ewura anayasimamia. Lakini tunafahamu kwamba gesi asilia ni rasilimali moja nyeti sana duniani kote. Na kwetu pia tumeona jinsi ambavyo kwa miaka ya hivi karibuni matumizi yameongezeka ya gesi asilia kwenye maeneo mbalimbali. Tuzungumzie kwenye eneo la usafirishaji. Gesi asilia imekuwa na mchango gani kwenye sekta ya usafirishaji? Kwa kweli kwa miaka hii ya karibuni gesi asilia imechukua nafasi kubwa. Ukizingatia kuna gharama kubwa na upatikanaji wa bidhaa ya mafuta na petroli. Imekuwa changamoto hiyo. Tanzania tumenufaika na nishati ambayo tunayo wenyewe ya gesi asilia. Kwa hiyo inatumika katika maeneo mawili matatu. Eneo la kwanza ni kwenye sekta ya usafirishaji wa mizigo. Hadi sasa kuna zaidi ya malori au kampuni kadhaa za mizigo ambazo zinatumia gesi asilia kama nishati ya kuendesha hayo magari, ambayo inarahisisha shughuli zao, lakini inaokoa fedha za kigeni. Badala ya kutumia
diesel inatumia gesi asilia ambayo inapatikana hapa nchini, kwa hiyo tunatunza fedha za kigeni tulizokuwa nazo. Au petroli. Kwa maana kwa eneo lingine ni kwenye sekta ya usafirishaji, kwa maana ya biashara ya usafirishaji kwa maana ya taksi, na wanasema usafiri mtandao, kwa maana kama mitandao unayojua ya usafirishaji kama vile Bolt na zinginezo, ambapo wafanyabiashara wengi wamekimbilia huko kwa sababu kuna unafuu mkubwa ukilinganisha na bidhaa ya petroli. Kwa hiyo inawasaidia kutunza fedha zao, lakini pia inasaidia kutumia rasilimali ambayo tunayo hapa nchini, kwa sababu rasilimali iko hapa nchini inapatikana kwa bei nafuu ukilinganisha na nishati ya petroli au dizeli. Kwa hiyo sekta hasa kwa eneo la Dar es Salaam kumekuwa na mwamko mkubwa, na kuna angalau magari madogo madogo pamoja na bajaji angalau 16,000 yanayotumia nishati ya gesi asilia kwa ajili ya sekta ya usafirishaji. Lakini kuna magari ya public, kwa maana ya madaladala na mabasi kwa ambayo yanatumia nishati ya gesi asilia ili kurahisisha usafirishaji wa wananchi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ili kwenda kwenye shughuli zao za kujenga uchumi. Kwa hiyo kwa kiasi kubwa gesi asilia imekuwa na mchango mkubwa kwenye eneo la usafirishaji, na kwa kweli tunajivunia kwa sababu sekta yenyewe inakuwa kwa kasi, na miundombinu yenyewe ya hasa ya ujazaji kwenye magari, miundombinu ya kujaza nishati ya gesi asilia kwenye magari imekuwa imeongezeka kwa kiasi kikubwa. Sasa hivi kwa mwaka huu kuna angalau vituo nchi nzima, vituo 14, lakini kuna mwanga mkubwa ambapo vituo vinaweza vikaongezeka kufikia hadi 20 mwishoni mwa mwaka huu. Kwa hiyo sekta imekuwa vizuri na inaleta matumaini makubwa. Okay. Kwa kuna vituo 14 vya kujaza gesi asilia nchini, lakini pia kuna magari karibu 16. Yeah. Magari yote ikiwa ni pamoja ya mizigo pamoja na magari madogo. Ya mizigo, magari kwa maana ya usafirishaji wa abiria, kwa maana ya magari madogo madogo, kwa maana ya bajaji, kwa ujumla wake inafika angalau zaidi ya 16,000. Sawa. Hapo nataka pia kuongezea, hali ikoje ya uwekezaji kwenye eneo la gesi asilia? Kwa ujumla hali ya uwekezaji ni nzuri, inaenda vizuri. Kwenye miundombinu na yenyewe, tukianzia miundombinu ya usafirishaji gesi asilia nayo inaendelea kuongezeka, iko vizuri. Miundombinu ya usambazaji gesi asilia kwa maana ya usambazaji kwa maana ya kutumia mabomba, nayo hali inaendelea vizuri. Tumeona maeneo ya Mtwara miundombinu ya usambazaji ya gesi asilia inakuwa na watumiaji wengi hasa majumbani wameunganishwa na gesi asilia. Maeneo ya Lindi miundombinu nayo inaongezeka. Sasa hivi nao wanatumia gesi asilia kwenye kupikia kama nishati ya kupikia. Mkuranga, eneo la Kisemvule, Dar es Salaam. Kwa hiyo uwekezaji unaendelea, lakini pia eneo la CNG nalo limepata mwamko mkubwa. Tuna maombi mengi ambayo yapo tunaendelea kuyafanyia kazi ya uwekezaji katika vituo vya kujaza gesi asilia iliyoshindiliwa. Kwa hiyo kuna mwamko mkubwa na inaleta picha nzuri na taswira nzuri kwamba sekta ya gesi asilia inakuwa kwa kiasi kikubwa. Sawa. Na gesi asilia pia inatupatia umeme. Tuzungumzie jinsi gani gesi asilia imekuwa chanzo kikubwa na cha kuaminika cha kutuzalishia umeme nchini, na hali ikoje kwa sasa? Kwa kweli gesi asilia ina mchango mkubwa, na tuseme ni nishati ambayo ni ya uhakika, ambayo inapatikana mwaka mzima. Hadi sasa kwenye eneo la uzalishaji umeme kwa kutumia gesi asilia tuna takribani megawati 1200 ambazo zinatokana na gesi asilia, ambao ukiwa kwenye asilimia ukichanganya na vyanzo vingine inakaribia zaidi ya 30%. Lakini uzuri wake kwamba hiki chanzo kinapatikana mwaka mzima, kwa hiyo inatupa uhakika kupata umeme wa kuaminika mwaka mzima, na tumekuwa tukifaidika nayo hata kipindi ambacho kumekuwa na changamoto za mvua chache,
lakini tumeendelea kupata nishati na nchi inaendelea kufaidika na kupata umeme wa uhakika hapa nchini. Safi sana. Gesi asilia pia kama ulivyogusia hapo awali kwamba inatumika pia majumbani kwa ajili ya kupikia. Ni maeneo gani watu wananufaika na huduma hii ya gesi asilia kupikia majumbani, lakini pia nyumba ngapi mpaka sasa hivi zimeunganishwa na huduma hiyo? Asante sana. Kwa kweli gesi asilia wananchi wameendelea kufaidika. Kuna miradi kadhaa imeshatekelezwa na kuna wananchi wanaendelea kupata. Takribani ya nyumba zote zinazopata huduma ya gesi asilia kwa ajili ya kupikia ni zaidi ya nyumba 3,000 ambazo zipo katika maeneo ya Mtwara mjini. Pale Mtwara mjini ziko nyumba kadhaa, nyumba za bandari, eneo la bandari, lakini kuna nyumba za raia wengine wanapata, pamoja na nyumba za magereza pale Mtwara. Lindi kuna eneo la Mnazi Mmoja, nako kuna nyumba zaidi ya 1,000 nazo zimeunganishwa na huduma ya gesi asilia kwa ajili ya kupikia. Ukija Mkuranga nazo zaidi ya nyumba 700. Dar es Salaam nazo ni nyumba nyingi ambazo zimepata huduma ya gesi asilia kwa ajili ya kupikia. Imekuwa ni nafuu hasa kwa sababu inatusaidia katika maeneo mbalimbali. Kwanza kwenye upande wa kupikia inasaidia kutunza afya. Kama unavyojua nishati kubwa ambayo imekuwa ikitumika kwa muda mrefu hapa nchini ni nishati ya mkaa na kuni, ambayo kwenye upande wa afya ina athari kwa sababu inatoa moshi mwingi. Lakini pia unajua nishati za mkaa na kuni zinatokana na rasilimali misitu. Kwa hiyo imesaidia uwepo na uendeleaji wa kuongezeka kwa nyumba kwa nishati ya gesi asilia kwa ajili ya kupikia. Itasaidia kupunguza ukataji wa miti na misitu, kutunza misitu yetu ambayo itasaidia kutunza mvua na kuleta mazingira mazuri, pamoja na kupunguza hewa ukaa. Lakini pia gesi asilia kwa sababu ya unafuu wake kulinganisha nishati zingine inasaidia wananchi kupunguza ukali wa maisha, kwa sababu gesi asilia ni nafuu katika ukilinganisha na nishati za kuni pamoja na mkaa pamoja na nishati zingine, imekuwa ni nafuu sana. Na mtu anayeangalia episode hii unawezekana labda yuko Kigoma au yuko Dodoma, sehemu ambapo bado gesi asilia haijafika ili yeye aweze kuitumia kupikia majumbani. Na wengi wanauliza, labda kwa ufahamu tu, kwa nini gesi hii haijafika maeneo mengine ya nchi ukiachana na mikoa hii ya Pwani, Lindi, Mtwara, Dar es Salaam? Kama unavyojua kwamba nishati ya gesi asilia nyingi ambayo inapelekwa kwenye majumba inapelekwa kwa njia ya bomba. Na mtandao wa bomba uko katika maeneo ya Mtwara, Lindi, Pwani na Dar es Salaam. Kwa hiyo zile nyumba ambazo ziko karibu kwa sasa ndio zinaendelea kunufaika na huduma hiyo ya gesi asilia, kwa sababu ndiko maeneo ambako hiyo miundombinu ipo. Lakini hiyo bado kuna mipango mbalimbali ambayo inaendelea kuhakikisha kwamba gesi inafika katika maeneo mengine ambayo yako mbali na Dar es Salaam, kwa mpango wa uwekezaji kwenye maeneo ya mini LNG kwa gesi kimiminika. Kwa hiyo miradi hiyo itakapokuwa imekamilika itawafikia wananchi ili na wao waweze kunufaika na gesi asilia. Sasa tuzungumzie uwekezaji. Kuna fursa gani sasa za uwekezaji kwenye eneo la gesi asilia nchini? Mtu akitaka kuwekeza angalie maeneo gani? Fursa za gesi asilia zipo nyingi. Katika maeneo ambayo wawekezaji wanaweza kuyachangamkia kwa sasa ni eneo la uwekezaji kwenye tunazita kiwanda kidogo cha kuchakata gesi kimiminika, tunazita mini LNG. Sawa. Kwa sababu fursa ya matumizi ya gesi asilia nchini kubwa. Kuna maeneo mengi ambayo yako nje ya Dar es Salaam kwenye majiji makubwa kama Arusha, Mbeya, Mwanza na mikoa ya jirani wanahitaji hiyo gesi. Kwa hiyo kuna fursa kubwa ambayo wawekezaji tunawakaribisha wachangamkie kuwekeza kwenye upande wa mini LNG. Lakini ziko fursa za kuwekeza kwenye miradi ya vituo vya ujazaji wa gesi asilia iliyoshindiliwa, ambapo kwa sasa kama unavyojua vituo hivi ambavyo nimevizungumza vingi viko Dar es Salaam,
Pwani na Mtwara. Lakini bado iko fursa ya kuipeleka gesi kwa njia ya CNG katika maeneo ya jirani kama Morogoro, miji midogo kama Chalinze, Bagamoyo. Kuna fursa kubwa na wateja wamekuwa wakiongezeka maradufu. Kuchukulia tu kuanzia mwaka jana mwaka uliopita kulikuwa na wateja takribani ambao wanatumia kwenye magari wanatumia gesi asili karibu 7,000. Lakini sasa hivi tunazungumzia zaidi ya 16,000. Kwa hiyo unaona ni kiasi gani soko linavyozidi kukua kwa kasi. Kwa hiyo kuna fursa ambayo ipo, wawekezaji waichangamkie ili wawekeze na kuhakikisha kwamba wao watafaidika, lakini wananchi watafaidika na uwekezaji wao. Lakini iko maeneo ya uwekezaji miundombinu ya usambazaji wa gesi asilia. Usambazaji wa gesi asilia unaweza kusambaza kwa njia mbili. Njia ya bomba na njia ya kutumia zile container tunaziita tube skid, CNG tube skid. Kwa hiyo fursa ipo uwekezaji kwenye maeneo hayo. Watu tunawakaribisha watafute miundombinu, unaweza ukapeleka kwenye viwanda gesi kutumia hiyo CNG tube skid, na imekuwa ni fursa kubwa na nzuri, watu wanachangamkia. Lakini hata hiyo miundombinu ya vituo vya ujazaji wa gesi asilia. Umegusia mwanzoni hapo CNG na mini LNG. Kuna mtu anaweza kawa anaangalia akasema CNG ndo nini, mini LNG ni? Labda tupe uelewa, uwape watazamaji uelewa wa utofauti wa hizi mbili. Asante sana, ni swali zuri. Tunapozungumza CNG tunazungumza kwa Kiingereza ni neno la kifupisho, neno la Kiingereza inaitwa compressed natural gas. Gesi inavyokuwa inapozalishwa huko inakuwa ni mfumo wa gesi, lakini ili uweze kuisafirisha na kuitunza kwa kiwango kikubwa kuna teknolojia inaitwa compressed natural gas. Inashindiliwa, kuna mashine mahususi kwa ajili ya kushindilia kwenye mitungi ili uweze kuwa nyingi, isafirishwe kwa wingi kwa njia ya hiyo compressed natural gas. Mini LNG na yenyewe gesi ni hivyo hivyo. Ili uweze kusafirisha, ni teknolojia ambayo ni nzuri. Gesi ile inabadilishwa kutoka kwenye hali ya gesi kuwa kimiminika, inakuwa kwenye mfumo kama wa majimaji. Kwa hiyo na yenyewe inachakatwa, inabadilishwa na kuwa, ili uweze kuisafirisha kwa wingi na kwa umbali mrefu na kumletea faida mwekezaji. Kwa hiyo ndio tofauti zake. Moja inakuwa kwenye kimiminika, nyingine inakuwa kwenye ushindiliwaji kwenye mitungi. Okay. Kwa kimsingi ni teknolojia tu mbili tofauti za kusafirisha gesi kwa wingi zaidi. Moja mnaishindilia ijae kwenye mitungi ikiwa nyingi, nyingine mnabadilisha kutoka kwenye hali yake ya gesi kuwa kimiminika. Kabisa. Sawa. Ukiwa unagusia jinsi ambavyo gesi asilia imekuwa na mchango kwenye sekta mbalimbali, hatujagusia viwanda. Ni kwa namna gani gesi asilia imekuwa na mchango kwenye sekta ya viwanda? Gesi asilia ina mchango mkubwa kwenye viwanda kwa sababu kwanza ni nishati nafuu. Lakini kwa muda mrefu kuna mwitiko mkubwa wa viwanda kutumia gesi asilia kwa sababu ya unafuu wake na upatikanaji wake. Lakini pia inavutia wawekezaji. Kwa sababu ili mwekezaji awekeze, kuna vitu kadhaa anavyoangalia, ikiwemo upatikanaji wa nishati nafuu na ya uhakika. Sasa gesi asilia imekuwa nishati ya uhakika kwa wawekezaji kutokana na upatikanaji wake. Hadi sasa tuna takribani viwanda 60 vinavyotumia gesi asilia ambavyo moja kwa moja vimeunganishwa na gesi asilia. Lakini kuna viwanda vingine kama 3 ambavyo vinatumia gesi asilia ambayo imeshindikana kwa maana ya CNG. Na viwanda vingi ambavyo vinatumia gesi asilia vinatumia kwa ajili ya kuzalisha simenti, vigae, kuyeyusha vyuma, aluminium, pamoja na uzalishaji wa umeme kidogo kwa ajili ya matumizi yao binafsi. Kwa hiyo imekuwa ikisaidia viwanda kwa sababu, na kuwavutia wenye viwanda kwa sababu inawafanya waweze kupata faida kwa sababu ya uhakika na upatikanaji wa bidhaa upatikanaji wa bidhaa ya gesi asilia. Kwa hiyo imekuwa na mchango mkubwa na imekuwa ni kivutio na imekuwa ni sababu ya wawekezaji wengi kuamua kuja kuwekeza Tanzania kwa sababu ya upatikanaji wa gesi asilia. Na maeneo mengi ambayo yanatumia gesi asilia yako Mtwara, Pwani kwa wingi na Dar es Salaam. Okay.
Na mtu akiwa ameona sasa podcast hii, ameona kuna fursa sehemu fulani, anafuata utaratibu gani, anafanyeje? Kwanza kuna akitaka kuwekeza hasa upande wa viwanda, kuna njia kadhaa. Kama ni mwekezaji mkubwa, mara nyingi wanapitia kwenye kituo cha uwekezaji. Kwa sababu kwanza ili mwekezaji awekeze lazima apate eneo. Sawa. Kwa hiyo mara nyingi kituo cha uwekezaji kimekuwa kikiwasaidia wawekezaji kupata maeneo ya kuwekeza. Lakini inabidi pia angalie miundombinu ya gesi asilia iko wapi. Kwa sababu lazima kama anataka kutumia gesi asilia kwa njia ya bomba, lazima miundombinu iwe karibu. Lakini kama anataka kutumia gesi asilia kwa maana ya kupelekewa kwa kama CNG, nayo fursa ipo. Kwa hiyo lazima aanze kuangalia mazingira ni yapi ambayo atamwezesha kuipata hiyo gesi asilia. Kwa hiyo akitaka kupata hiyo gesi asilia, aidha atakuja EWURA, sisi tutamsaidia kumpa maelekezo wapi aanzie na wapi aende kwa watu wa huduma, au wanaweza kwenda kwa watu wa huduma moja kwa moja kama anawajua. Kwa hiyo hata wakija EWURA, sisi tutawasaidia kuwapa maelekezo namna ambavyo wanaweza kupata gesi asilia kutoka kwa watu wa huduma. Sasa nafikiri pia kwa kuongezea hapo kwamba kama unataka kuwasiliana na EWURA kupata taarifa za uwekezaji, sio lazima uje ofisini. Unaweza ukapitia kwenye tovuti yetu, lakini pia kuna namba ya bure ya kupiga simu. Nafikiri kwa inaonekana kwenye screen hapa, Samuel taiweka. Kwa hiyo unaweza ukapiga simu ili upate msaada zaidi vizuri. Kitu kingine ambacho EWURA imefanya, imejitahidi kwamba huduma nyingi izifikishe kwa wananchi kidigitali. Kwa hiyo sio lazima sana kwamba ufunge safari kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa ambao kuna ofisi ya EWURA ili kupata huduma. Kwa hiyo nafikiri EWURA imepiga hatua sana, iko vizuri kwenye hilo eneo. Mwelekeo sasa tutegemee nini kutoka kwa EWURA kwenye sekta husika? Tunategemea labda kuna miradi inakuja ama nini kinafuata? Kwanza kinachofuata, EWURA inaendelea kuweka mazingira bora kwa ajili ya wawekezaji, ikiwemo ni kuandaa kanuni na miongozo ambayo itarahisisha wawekezaji kufuata ili waweze kuwekeza. Kwa hiyo tunaendelea kuandaa miongozo ambayo ni muhimu hasa na kuwasaidia wawekezaji. Lakini niwape moyo wawekezaji. Sekta inaenda vizuri na nishati ya gesi asilia ipo. Kwa hiyo tunawakaribisha waje wawekeze, kwa sababu kuwekeza kwenye miundombinu ya gesi ni fursa. Kama mwekezaji ukichangamkia, itakusaidia hasa hizi kipindi ambacho bado sekta haijakuwa sana. Ni fursa kwa mwekezaji kuja kuchangamkia au wa kwanza kuwekeza. Kwa hiyo tunaomba waje kwa wingi wawekeze kwenye maeneo hayo ya usambazaji, uwekezaji kwenye upande wa mini LNG ni fursa kubwa, kwenye upande wa CNG fursa ni kubwa, na kama unavyoona pia kuna maeneo mengine sijayasema, lakini kuna upande wa ubadilishaji wa mifumo wa magari ambao kama unavyojua magari mengi ambayo tunatumia yanatumia mfumo wa petroli au dizeli. Kwa hiyo ili gari liweze kutumia, kuna njia mbili: aidha uagize gari moja kwa moja linalotumia gesi asilia, mfumo wa gesi asilia, au gari lilopo linalotumia petroli ulibadilishe au dizeli ulibadilishe litumie gesi asilia. Kwa hiyo kuna eneo la uwekezaji wa vituo vya kufanya kubadilisha mifumo ya gesi asilia. Lakini kuna kwa mtu mmoja mmoja kuna eneo la kuchangamkia la kuwa tunaita mainspector wanaokagua mifumo ya gesi asilia. Kwa hiyo kwa wale wataalamu ambao ni wahandisi au technician, kuna fursa wazichangamkie ili sekta izidi kukua na wadau wa sekta wazidi kuwa wengi. Hawa wataalamu wanapata wapi? Ni leseni au kuna document ambayo inampa uhalali wa kuweza kukagua? Yes, kuna taasisi za kimataifa ambazo wanatakiwa wafanye mitihani. Wakishafaulu kufanya mitihani yao, wanaleta vyeti vyao, wanavipeleka TBS
Kwa mujibu wa sheria, TBS inatakiwa akague mifumo ya gesi asilia. Lakini ametoa hizo nguvu kwa wakaguzi binafsi, anawasimamia. Kwa hiyo akishakuwa amepata kile cheti, atakipeleka TBS kwa ajili ya kukaguliwa na kujiridhisha kwamba ana sifa stahiki. Alafu ataandikiwa barua ambayo itamtambua, lakini tutaletwa na sisi EWURA barua ili tumuingize kwenye mfumo wa EWURA kwa wasimamizi wa ukaguzi wa miundombinu ya mifumo ya gesi asilia kwenye magari. Pia kuna vituo vya hizi tunaziita workshop, garage, au kwa Kiswahili tunasema karakana. Kwa hiyo nazo ni fursa kubwa ambapo wawekezaji tunawahimiza wachangamkie, kwa sababu kwa kweli sekta ya upande wa CNG, gesi iliyoshindiliwa, inakuwa kwa kasi. Na watu wengi wameonyesha nia ya kutumia. Kwa hiyo kunahitajika vituo vingi. Na bahati nzuri na serikali imetoa mazingira, kuna baadhi ya bidhaa zimepewa msamaha wa kodi. Sawa. Upande wa CNG. Kama vile kompresa, mitungi ambayo inahifadhi gesi. Kwa hiyo unaona hata serikali yenyewe imeweka mazingira ya kuhamasisha wananchi na wawekezaji kuwekeza katika eneo hilo la gesi asilia. Sawa sawa. Engineer Kiondo, nakushukuru sana kwa muda wako, lakini pia kwa elimu ambayo umetupa ya masuala ya gesi asilia. Bila shaka katika watakaoangalia hii video kuna ambao watakuwa wameshawishika kujihusisha na uwekezaji kwenye eneo la gesi asilia. Ni sekta ambayo inakuwa kwa kasi, kwa hiyo huu ndio wakati wake wa kutafuta fursa kwenye eneo hili na kuwekeza. Kwa hiyo asante sana. Wakati mwingine tukikualika, tafadhali uje. Asante sana. Nikushukuru pia wewe mtazamaji ambaye umechukua muda wako kufuatilia episode hii. Bila shaka kuna ambalo umejifunza. Nikusihi tu uendelee kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, lakini pia subscribe kwenye channel yetu hii kama haujafanya hivyo, ili upate sio tu episodes za EWURA podcast, lakini pia masuala mbalimbali ambayo tunayafanya. Huwa matukio mbalimbali ambayo tunayafanya huwa tunaweka kwenye channel hii pamoja na mitandao yetu ya kijamii. Kwa hiyo utakapokuwa umesubscribe na kutufuatilia, itakuwa ni rahisi wewe kupata maudhui haya. Asante sana. Jina langu ni Janet Mesomapya. Mpaka kwenye episode nyingine. Bye bye.